Ni hadithi ya kushangaza kidogo. Samuel Wilson ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo cha uhasibu Tanzania, akisomea masuala ya uhasibu. Ni mkazi wa Usariva jijini Arusha na ni mtoto wa kwanza katika familia yao. Samuel ameanza mwaka mpya kwa tukio la kihistoria katika familia yao baada ya kufanikisha ujenzi wa choo cha kisasa nyumbani kwao, hatua ambayo ni mwanzo wa safari yake ya miaka 5 ya kubadili maisha ya familia nzima. Akiwa bado ni mwanafunzi wa chuo, Samuel anajisomesha mwenyewe kupitia kazi ya utengenezaji wa picha, yani photography, za majumbani na maofisini. Anasema huu ni mwaka wa 6 akiwa chuoni, akitumia nguvu zake zote kuhakikisha anatimiza ndoto zake licha ya changamoto za kifedha. Mimi naitwa Samuel Wilson, lakini kwa majina ya biashara sana watu wanatambua kama 04 the creator, nikiwa kama CEO wa kampuni yangu ya 04 Pictures, inahusika kutengeneza picha na kudecorate picha za watu majumbani, ofisini, Airbnb, hotelini na kadhalika. Na leo nilikuwa na uzinduzi wa choo hapa nyumbani kwetu, ikiwa ni moja ya mambo ambayo nilikuwa nimeahidi kwamba mimi nitakuwa mtu wa kwanza kubadilisha mazingira nyumbani kwetu, na leo nimeanza na choo ikiwa kama ni hatua ya kwanza. Uzinduzi wa choo hicho umefanyika kwa namna ya kipekee, ambapo alimwalika mtu mwenye ulemavu wa macho kushiriki kukizindua rasmi, jambo ambalo liligusa hisia za wengi waliokuwepo. Hafla ya uzinduzi wa choo hicho imehudhuriwa na watu zaidi ya 12. Nimeamua kumwalika Mama Fadhili ikiwa kama sehemu ya kuikumbusha jamii kuhusu watu wenye mahitaji maalum na kutambua mchango wao kwenye jamii yetu ya kawaida, kwa sababu ni watu ambao wana thamani kubwa sana kwenye jamii yetu ya kila siku. Ujenzi wa choo hicho umegharimu zaidi ya shilingi milioni 4.5. Samuel anaeleza kuwa mazingira nyumbani kwao hayakuwa salama kiafya, hali inayomsukuma kufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba anaikomboa familia yao na kuboresha maisha yao ya kila siku. Ni ile, unajua kuna ile hali watu wengi wanaogopa kuonyesha mazingira nyumbani kwao, lakini mimi hicho kitu nilikiweka pembeni, nikasema no, I have to do this and this. Ndio maana nika shoot hata ile video watu wengi waliiona. Nilisema kwamba mimi nitakuwa mtu wa kwanza kubadilisha mazingira nyumbani kwetu ndani ya miaka 5. Kuanzia tarehe 17 mwezi wa 10 2025 mpaka tarehe 17 mwezi wa 10 2030 saa 7:03 mchana. Hadithi ya Samuel Wilson ni somo kwa vijana wengine, ikionyesha kuwa kuanza mwaka mpya kwa vitendo vyenye tija na maono makubwa kunaweza kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika familia na jamii kiujumla. Kwanza kitu ambacho namshukuru Mungu, wazazi wangu ni very supportive sana. Yaani nikiwaambia kitu kama ni kitu ambacho kina manufaa, watanikubalia. Hata kama hakina manufaa, watanikubalia, lakini ile kishingo upande, yani ni watu ambao wananisupport, yani regardless ya kitu chochote, ni watu ambao wananisupport sana. Mimi nadhani ni wasi vijana, kuna kitu ambacho kama unaweza kufanya kitu kwa ajili ya familia yako, fanya. Yani kama tunaona kuna watu wengi wana uwezo lakini hawafanyi vitu kwa ajili ya familia zao. Kama una uwezo kufanya kitu kwa ajili ya familia yako na uko hai, fanya, kwa sababu zitafika siku ambazo utakuwa unatamani ufanye kitu kwa ajili ya wazazi wako na wale wazazi wako watakuwa hawapo kabisa. Umeona, yani unatamani, umeshafanikiwa, unatamani mama angekuwepo ningemnunulia gari, au mama angekuwepo ningemjengea nyumba, na mama sasa hiyo hayupo tena. Umeona, na ndio maana hicho kitu mimi kikanisukuma, nikasema no, ningeweza kuprioritize mimi kufanya, ningeweza kujinunulia gari, ningeweza kujinunulia kiwanja, ningeweza kujinunulia nyumba, lakini nikasema hapana, kwa sababu lazima nisimame kwa wazazi wangu, kwa sababu ni watu ambao wamenisupport kunilea kuanzia na kuwa mpaka hapa nilipofika. Lakini pia hapo maono yako yanaweza kuwa maumivu kwa vijana wengine, kwa sababu mzazi mwingine anaweza kuona kama kijana wake ni mzembe. Unaona mzako Sam kule, upo tu umeweza chuo, upo tu hapa. Nini ushauri wako kwa wazazi kuwasupport vijana wao na kutokuwakatia tamaa katika mazingira? Wazazi na wasi, kama unaweza kumsupport mtoto wako, msupport. Alafu yani unasema do your thing, alafu Mungu atafanya the rest. Yani wewe fanya upande wako, alafu Mungu atafanya kwa upande wake. Lakini pia vijana, yani usikate tamaa. Yani usikate tamaa kwa namna yoyote. Yani ukitaka kukata tamaa, fikiria maisha yako, then ukikata tamaa then itakuwaje? Yeah. Kwa nia mafanikio labda umeyaweka ndani ya miaka 5 na sio kipindi kingine? Niliamua kuweka ndani ya miaka 5 ili nijipe ile time limit na niwe naweza kufanya kazi kwa nguvu sana, kwa sababu ningeweza kufanya hicho kitu labda nikasema ndani ya miaka 20 30 ingekuwa ni rahisi, lakini ndoto ni zile ambazo hazifikiriki. Yani ndoto mwenyewe ukisema hicho kitu unaogopa.
lakini ndoto zinaweza kutimia muda wowote. Yani nimeweka ndani ya miaka 5, lakini ni kitu ambacho kinaweza kutimia hata ndani ya mwezi, ndani ya miaka 2 au mwaka mmoja au miezi 6, lakini mimi niliweka time limit ya miaka 5 ili nijipe muda mzuri wa kufanya hicho kitu, hata kama ni ngumu, lakini najua kwa uwezo wa Mungu hicho kitu kitaweza kutimia. Kitu cha kipekee cha kujiuliza, je, wewe ni mwanachuo na unafikiria nini ukiwa chuoni au baada ya kuhitimu masomo yako? Tuweke komenti yako hapo chini. Mimi ni Prophet Manga.